Waligani mtazamaji wa Vision, karibu sana Tupo makao makuu ya Feimomo Store na boss mwenyewe Feimomo ndo kama unavyomuona Kwa wale ambao mnatamani kupendeza, mnaweza kumtafuta kupitia Feimomo_store kwenye Instagram. Mtapata codes kali hapa. Kuna t-shirt, kuna vitu vingi sana vizuri sana. Yes, mambo vipi? Poa. Uko fresh? I'm good. Leo sitaki sana tuzungumzie ofisi yako maana tushaizungumzia sana. Lakini kwa wale wapoaje tu wanatamani kujua hapa panaitwaje. Hapa panaitwa Feimomo Store, pako Sinza Mugabe opposite na City Style Hotel. Okay. Kwa namba 0789766595. Kumbe mwanamke ukiwa mfanyabiashara hata ukiachwa utetereki. Kivipi sasa? Naona kama wewe confidence ni 100. Nilidhani nitakuja ukuta umekonda. Wewe tukalini mtu anakonda siku 2 jamani? Stress za mapenzi? Mimi sina stress. Siku moja tu. Yaani siwezi kuwa na stress za mapenzi. Kwa nini na stress za mapenzi? Umeachwa na handsome, umeachwa na mwanya. Siwezi kuwa na mawazo. Mimi nawaza biashara zangu, siwezi mapenzi. Mapenzi hayanichukui muda. Kweli, kumbe unaga upendo wa kweli. Napenda. Sasa kama unapenda, kwa nini useme mapenzi hayakuchukui muda? Sasa kama nimeachwa, utaendelea kuumia. Sisi tulitarajia labda utakuwa unaomba msamaha muda. Mwanya kaniacha. Umemwomba msamaha lakini? Hapana. Sasa kwa nini umechukua milioni 15 wakati wewe upo kwenye ndoa ya mwanya? Kwani wapi nimeolewa? Na pete hapa? Pete huna. Na pete? Hapana. Na ndoa gani nilotangaza huko mtandaoni kwamba nimeolewa? Lakini usipo kwenye mahusiano serious. Kwa nini unachukua tena milioni 15 ya? Sijachukua milioni 15 ya mtu jamani, mniache. Sijachukua milioni 15 ya mtu yoyote. Sina milioni 15 ya mtu. Hizo ni message ambazo mtu kaziona huko kwenye simu yangu. Kaona isiwe kesi, aongee. Kinachoumiza zaidi ni kwamba nasikia tangu umeona statement ya kuachwa, wewe pia hujaomba hata radhi, hujaomba hata kuonana na mwanaume ili mzungumze. Kwa nini? Asa, we mtu kaamka, kajiamulia kwamba mimi namuacha Feimomo. Mimi nani niende niende tena nianze kumtafuta mtu nimwambie umeniacha, nisamee. Kwa nini umeniacha mtandaoni? Huo muda sina. Na mambo mengi kichwani. Kwa hiyo kama umeamka tu umejisikia kuniacha, haina shida. Wewe endelea na maisha yako. Wanaokucheka kwamba sasa hivi umekuwa binti wa kuachwa, huo ni aibu, labda ujisikii vibaya? Mimi sio kwanza kuachwa. Kwa nini nione aibu? Yaani unaweza kuwa na mahusiano. Kwanza kwenye swala la kutafuta mahusiano serious ni kazi. Mahusiano serious ni kazi. Kwa hiyo unaweza ukajikuta mpaka uje upate uhusiano lako serious. Wewe mwenyewe hapo toka umekuwa hapo una mahusiano mangapi mpaka sasa hivi ambao umeachwa? Au unanionea mimi tu kwa sababu ni mtu wa Kamila? Kwa yani wasishangae hata hao wanaonicheka, washaachwa sana. Kuachwa mbona ni kitu cha kawaida? Mimi si wa kwanza kuachwa jamani. Nini ambacho umekimisi sana kwa mwanya? Hakuna. Ila tu alikuwa gani ananionyesha upendo. Sasa nishangaa nini upendo gani unakufa ghafla? Yule alikuwa anipendi. Huwezi kumpenda mtu afu kamwacha ghafla. Mnaga upendo wa hivyo. Kweli. Mbona unapigia simu sana? Nani? Bosi mpya? Hapana. Ushapata baby mpya? Hapana. Baada pale ulipoachana na baba Angela na hapa ulipoachana na Mr. Mwanya, ni wapi ambako roho yako imekuuma sana? Hakuna. Uumii? Siumii, kwa nini umii? Una upendo wa dhati kwa wote, yani ukuwapenda wote kwa dhati ndio maana uumia. Yani shoti wao huwa wananipenda. Alafu mimi napokea upendo. Kwa hiyo pale mtu atakaponizingua, mimi siwezi kuumia siku 2. Huwezi kuumia siku 2. Yani nakubali. Ulikuwa kwenye situation gani kipindi unapokea taarifa za kwamba mimi na wewe tumeachana, mimi sasa hivi 1 2 3? Nilikuwa nimekaa zangu tu nyumbani nikashangaa tu nakutana ujumbe. Yani kwanza nilishtuka. Afu kama mwili uliingia guns. Afu nikasema Fei, emtulia uone mwisho wake. Mwisho wa siku nikakubali. Sijamtafuta hata, nikaendelea na maisha yangu. Kuna namna unahisi kama kuna kitu umemkosea Mungu labda ambacho kinakufanya wewe kila siku umekuwa wa kuongelewa kwenye swala la kuachika? Hakuna kitu ambacho nimemkosea Mwenyezi Mungu. Mimi nasali, najitahidi kutoa sadaka ingali siweki mitandaoni.
naendaga kusaidia watu huko barabarani nitakachojaliwa. Kila siku nikitoka hapa ofisini, nikifika Ubungo lazima nitoe chochote kitu ambacho Mungu kanijalia. Yaani hiyo ni ratiba ambayo ipo kwenye maisha yangu. Kwa sababu kila siku naingia hapa ofisini, kila siku naenda nyumbani. Kwa hiyo ni lazima nipite Ubungo pale darajani kwa wale vijana. Kwa hiyo vijana wenzangu. Kwa hiyo yani nisidhani kama nina makosa hivyo kusema mpaka nimuone Mungu. Kuna vitu vingine tunamsingizia tu Mungu. Hamna makosa wala nini, sisi wenyewe tu ujana unatusumbua basi. Okay. Wewe ni mzuri sana na ni mrembo vile vile. Katika content creators au comedian wetu wa kike, nadhani kwenye 3 bora huwezi kukosa kwa urembo. Nini kinakupelekea kuachika kila kukicha? Mimi sio mrembo. Wewe ni mzuri. Mimi sio mzuri. Ila mimi ni mdada tu mwenye muonekano basi. Basi kwa nini unaachika licha ya muonekano wako? Jamani, narudia tena, kuachika ni swala la kawaida. Kwa nini wewe uachagi? Kwa nini wewe uachagi? Afu bwana unataka mimi sijui yani sijui kuacha. Nikikupenda sijui kuacha. Kwa hiyo mwenyewe utakuwa na maamuzi. Kama utaniacha it's okay. Okay. Leo umependeza sana, wigi fulani vile la shilingi ngapi? Ile wigi inauza 2.5. Nani kanunua? Mwenyewe. Hiyo vipi? Mwenyewe mimi nanunuaga vitu vyangu mwenyewe. Yaani ikitokea tu mtu kaamua kuninunulia nanunua. Lakini siwezi kupendeza eti mpaka mtu aninunulia. Nimekumbuka Fei, nilivyokuwa nafanya mahojiano na ex wako wa zamani Baba Angela, alisema kwamba kipindi mmeachana alikupokonya kila kitu. Alichukua gari lake akaliuza 300,000 kwa mujibu wake yeye. Akachukua iPhone 17 yake akaipiga bei. Aliuza kama 50,000 sijui alisema laki. Ukweli ukoje? Ni kweli alikupokonya vitu vyote mlipoachana? Sina kitu chochote cha Baba Angela. Sina. Ulijisikiaje baada ya kupokonywa vitu ambavyo alikupa kwa furaha? Nilikubali kwamba natakiwa nipambane nitafute vya kwangu. Yaani sitegemee vya mwanaume ili hata kesho na kesho kutwa akija kuninyang'anya aende tu yani sitaki kutegemea cha mwanaume. Na ndio maana nikaona tu sasa hivi nikiwa na mahusiano ni bora aje mahusiano ya mkataba. Mimi na milioni 10 hapa Fei to date. Na shida tuna date. Kwa hiyo najua ni mkataba. Kwa hiyo hata ukiondoka sina hasara. Habari za kuniambia tena habari za nini sijui nini. Habari za kununulia gari kesho umenyang'anya, hapana. Milioni 10 sasa ndio inakuwa mna date kwa miezi mingapi mkataba? Hiyo imezidi sana 3. Milioni 10 kwa miezi 3. Si ndio? Lakini kwenye huo mkataba utakuwa unaweza kucheat au ndo utakuwa uko loyal? Yaani wewe kuwa huru tu na maisha yako. Ila mimi sikubani wala nini. Kwa hiyo ukiamua kunipenda utajua mwenyewe. Milioni 15 hiyo ya Kahama, kwa nini imeleta fujo? Mwanya alitaka mgawane. Kuna mtu aliniambia hivi, sasa ngoja nikwambie. Fei, kama upo Kahama, niambie nije hoteli yoyote ambayo utakuwepo upo. Mimi nakuja sasa hivi na milioni 15 nakupa, achana na hiyo milioni 10 aliyokupa Mwanya. Hiyo milioni 15 mimi nakupa milioni 15. Cash. Nakuja sasa hivi. Sasa WhatsApp yangu na WhatsApp yake umelink. Kwa hiyo akaona, hapo mimi nikamjibu. Ukamjibuje sasa? Njoo. Nikaambia mbona gao unacheka? Watu wanashindwa kuamini, hata ya kukataa hela alichukua. Bana mimi ndo niache mimi. Nimwambia utaki. Yaani hiyo milioni 15 ndio imeleta chokochoko. Kwani hamna mada nyingine? Ni hivyo, watu wanatamani kujua ukweli, maana yeye mwenyewe Mr. Mwanya anaiimba hiyo milioni 15 kwenye TikTok kila. Tuache na imada, tuongelee mengine jamani. Okay. Kumbe ulivyopata milioni 15 ndio ukaja kuinvest kwenye muziki, si ndio? Maana sasa hivi goma lako naona kali. Linaitwaje kwanza? Inaitwa Habibi. Baada ya kupata milioni 15 yako huko ukaja ukawekeza. Mwana akaona una shobo naye baada ya wewe kurudi, au sio? Sijachukua hela mimi. Kuchukua. Sikuchukua. Sawa. Mr. Mwanya naamini unampenda. Hebu mpe ujumbe wote. Kwa nini? Kwa nini unaamini? Mr. Mwanya, bwana we move on tu. Usihangaike kuchukua dada mara viti mara visinia. I'm okay. Okay. Kwa kumalizia unamwambia nini Mama Angela? Mungu amsaidie tu. Mungu amsaidie. Basi sasa mimi nikushukuru kwa time yako.
Nashukuru sana. Asante. Asante.